pokea utukufu, pokea shukrani. Hakuna Mungu mwingine kama wewe awezaye kufanya mambo makubwa ya kutisha zaidi ya vile tuwazavyo, zaidi ya vile tufikirivyo. Kama Bwana ungehesabu makosa yetu, leo hakuna hata moja kwetu hapa, lakini umetuhurumia, umetuponya, umetutakasa, umetuhesabia haki bure kupitia mwanao mpendwa Yesu Kristo. Na leo tuko mbele zako Bwana, tunashuhudia, tunakusujudu. Sisi ni wana wa kundi lako. Asante kwa kibali. Roho Mtakatifu wa Bwana, tunakushukuru. Asante. Anza nasi kipindi hiki, maliza nasi pia, katika jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana, na ongera kila mmoja ambaye umechukua hatua ya kuwahi katika nyumba ya Bwana. Kuna nguvu, kuna neema na kuna baraka kwa wale ambao wanawahi mapema katika nyumba ya Bwana. Basi kwa ajili ya kuwa na tafakari ya kwanza ya kutupeleka mbele za Bwana asubuhi ya leo, ninaomba kwa pamoja tufungue Zaburi ya 8. Zaburi ya 8. Zaburi ya 8. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Wewe umeweka utukufu wako mbinguni, vinywani mwa watoto wachanga wanyonyao. Umeiweka misingi ya nguvu kwa sababu yao wanaoshindana nawe. Wakomesha adui na mjilipiza kisasi. Nikiziangalia mbingu zako, kazi za vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziratibisha, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake, kondoo na ng'ombe wote pia, naam, na wanyama wa kondeni, ndege wa angani na samaki wa baharini, na kila kipitacho njia ya bahari. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Haleluya. Mambo matatu. La kwanza, Mungu ni mtukufu. Unajua, ukitaka kujua utukufu, siku moja Mungu akupe neema uone ule msafara wa Mheshimiwa Rais wa Tanzania Mama Samia, alafu uone ile magari ya kisasa, sio ya zamani. Amekuja na magari mapya. Kama hujaona shauri yako. Sio siku hizi tu give 80 siku hizi. Tunaongea gari za utukufu. Na ule utukufu wa kibinadamu. Zimeongozana gari 3 nyeusi za utukufu. Tazani minyama fulani. Siku hizi anatumia Range Rover. Kwa zinakuwa mpaka unaangalia unasema okay, unauona utukufu anapofunguliwa mlango. Unaona utukufu hata kwenye uso wake anapotembea, watu wanaponyenyekea na kumwogopa. Unapoingia katika mkutano wake, watu wote inabidi wasimame kwa sababu anatembea katika utukufu. Sasa huyo ni mwanadamu. Je, sembuse Mungu ambaye tunamwamini? Kwa Mungu wetu amejaa utukufu. Kwa sababu gani? Akisema neno anaweza kuumba hata dunia nyingine tena. Akitaka kukubariki wewe, hahitaji nusu saa, hahitaji sekunde. Mungu akiridhia maisha yako akaamua kuyabariki, yani uhitaji shida, kwa sababu akisema neno linakuwa. Yeye ana utajiri wote na uwezo wote chini ya mbingu na dunia. Na ndio maana natamani uchio kwa nini unakuja asubuhi kwa kudumu. Usije kwa sababu mwanadamu, usije kwa sababu unataka kuonyesha mtu kwa unaenda kanisani. No, njoo kwa sababu unaenda kwa Mungu ambaye unaenda kumwabudu, ambaye ni mtukufu. Kwa kwenye utukufu wa Mungu ndiko tunapata uponyaji. Kwenye utukufu wa Mungu ndipo tunapata uzima. Kwenye utukufu wa Mungu ndipo tunapata majibu ya maswali magumu katika maisha yetu. Na unaposogea na kupiga magoti siku zote, nikiuangalia ukuu kama Daudi anaposema, nikiangalia mito ya kondeni, nikiangalia wanyama, nikiangalia bahari, nikiangalia jua, nikiangalia mwezi, nasema Bwana, oh, unastahili.
Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakaimba wastahili wewe Bwana, kwa sababu umeumbwa malaika kwa namna. Kwa sababu ndani tu mwanadamu alivyoumbwa. Unajua? Hebu chukulia bila kuongea na wewe. Yaani na maana bila kusema Mungu ni mtukufu, ndio naongea kwa maneno, ni vibration, ni tetemo. Alafu inaingia kwenye sikio lako linatikisika nalo. Alafu inaingia kwenye akili yako, alafu unaelewa na kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Sio kazi nyepesi. Na kitu kishaongea, nikwambia kitu naona chukua mikono yako naanza kutembea. Tumeumbwa kwa namna ya utukufu mno. Wanyama wamepewa nafasi ndogo sana, ndio maana waongee. Wanawalazimisha kuongea, aongee. Akili zao hazina nguvu, hata kumsemesha mnyama hakuelewi. Lakini mwanadamu umeumbwa kwa utukufu mkubwa sana. Ila ukikosoa kwenye kufikiri kwako, ndipo unapoanguka. Lakini anasema kitu kimoja, wala kujifunza cha pili. Pamoja na kwamba Mungu amemsha utukufu mkubwa. Unajua juzi nilikuwa nasoma Biblia kitabu cha Isaya. Anasema Bwana anatembea. Nikajiuliza Mungu anatembeaje? Mungu yale makerubi yalikuwa chini yake huwa anatembea. Bwana anatembea. Na utukufu wake hakuna mfano. Na akitembea dunia inatikisika. Nchi inatetemeka. Minyama ya ajabu kule baharini. Mambo nasema kuna nyangumi, lakini juzi nimegundua kuna nyama wengine mpaka maogopa. Katikati ya bahari ya Atlantic. Mpaka wanasema Mungu wewe unatisha. Amewaomba yeye kwa mkono. Unajiuliza kwamba kwa ajili ya nani? Daudi anatoa jibu moja. Kwa ajili yako mimi. Rako sakoria ndagaba shekoria ndagabasa. Huyu Mungu anakupenda kupita kiasi. Kwa ajili yangu mimi. Naomba nikisema sio kwa ajili yetu, sio kwa ajili yetu ujielewe vizuri. Lakini ukisema kwa ajili yako, hivi mimi ni mtu mkubwa sana. Ninaheshimiwa na Mungu kiasi hicho. Kwa nini nisimheshimu? Kwa nini nisitoe muda wangu na maisha yangu kwa ajili yake? Mbona amenipendelea? Hizi kelele za wanadamu, hizi maisha sio na kudaje achana nazo. Mungu atanyosha njia zako, utanyosha vizuri, wala usiwe na wasiwasi. Kwa sababu hujajiumba wewe. Naomba nikwambie hakuna mwanadamu aliyejiumba, alishangatwa amezaliwa. Ndio maana juzi mmoja ameenda kuwashtaki wazazi wake Uingereza. Mimi sitaki kuzaliwa, niko leo nimezaliwa. Ameenda kufungua kesi. Napata shida duniani kwa nini? Nirudishie nilikonitoa. Kwa sababu anaana. Lakini naomba nikwambie, ukielewa uthamani wa kile Mungu alichokuweka wewe, utakuwa makini sana. Ndio maana Biblia inakwambia mdomo ndio siri ya kufanikiwa au kufeli. Ndio maana ukiwa makini, unatakiwa ujione unaongea sentensi kwa kutumia kama hela. Unapoulizwa swali, usiwe na haraka ya kujibu. Jifunze kutulia, kwa sababu inawezekana ndio muujiza wako unatokea hapo. Unapotaka kusema jambo, jifunze kuzuia, kwa sababu ndio muujiza wako unatokea hapo. Kwa sababu Mungu kwa utukufu. Mungu aliposema na iwe dunia, na iwe maji, na iwe kitu fulani, alikuwa makini, kwa sababu angekosea, angetamka mambo ya ajabu, alafu ingetokea kitu la ajabu. Lakini ukiwa umepause, inakupa nafasi ya kujitambua kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo unapoongea chochote kina utukufu. Natamani kwa utambuzi huo, nenda mbele za Bwana. Mwambie asante. Mwambie kushukuru. Umeniumba kwa namna mfano wako. Umeniumba kwa utukufu wa kutisha sana. Na kushukuru kwa sababu unanipenda. Asante kwa mtu wako Yesu Kristo. Ukalipa gharama msaliti. Mungu ametoka mbinguni akaja kufa msalabani kwa ajili yako wewe. Wewe ni nani? Pendwa katika Bwana. Wewe ni wa thamani kubwa mbele za Bwana. Asikudanganye mtu. Juzi nilikuwa naongea na binti yangu, akaniambia watu wananicheka kwenye kitu fulani. Nikamwambia sikiza mimi baba yako. Mimi nakuona hakuna mwanamke mrembo duniani kama wewe binti yangu. Wewe ndio the most beautiful woman I ever seen in this world. Wewe baba, ndio. Wewe anakuambia wewe ni mbaya puzi. Na mwambie kabisa baba yako msemi ndio mzuri kuliko wanawake wote duniani. Haijalishi unakwambia wewe ni nani. Jua wewe ni mtoto. Jua baba yako ni tajiri. Jua baba yako anatawala dunia, samaki, maji na vinavyoonekana visivyoonekana. Watakachokwambia watu wote ni uongo, na usikubali maneno ya uongo. Bwana Yesu asifiwe. Jithaminishe na kujiona kwamba wewe ni maana. Wewe sio mtu wa kawaida. Na ndio maana umekuja asubuhi leo. Umekuja kumwabudu baba yako ambaye ana uwezo wote na nguvu zote katika uso wa nchi. Hakuna statement nyingine, hakuna maneno mengine yanaweza kubadilisha. Kwa
Inua sauti yako mshukuru. Inua sauti yako kwa Bwana. Bwana nashukuru sana. Asante kwa sababu nimeumba kwa namna tofauti. Mwanadamu ni kitu gani tunaangalia? Lakini umenipa kibali leo. Niko nyumbani mwako Bwana kuabudu. Rako sekolia na rako shekuli na rako. Liga bagazi na rako shekuli na rako seko. Baba asante kwa ajili ya kunipa neema hii. Asante mimi leo naitwa mtoto wa Mungu. Riba sekolia na rako shia. Rako bagazi na rako shekuli na barabarani na jioni mtoto wa Mungu. Kwa sababu niliumba kwa mfano wako. Mimi na Baba, mimi sio mtu ambaye ni mtu ambaye ni yatima, no. Na Baba, wewe ni Baba. Na umenifanya kuwa mtoto wako, si kwa namna yote. Umenidhihirisha na umetoa Yesu Kristo ukanifanya mimi mtoto wako. Asante. Leo natembea kama mtoto wa Mungu. Mimi ni Mungu kwa sababu Bwana uko pamoja nami. Kwa sababu umetuumba kwa namna tofauti sana. Umetupa neema na kibali kingi katika uso wa chini. Rego baga zino robo shikolia. Riga baga nerema siyo korobo shaka. Raga baga zino robo shaka. Asante Bwana. Pokea utukufu, pokea heshima. Asante na shukrani nyingi katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Naomba tuketi. Asubuhi leo napenda kuongea somo ambalo sio la kawaida. Natamani unisikie kwa makini. Natamani nizime masikio yako. Kama uko usikilize basi leo usikilize kwa makini. Ngoja nikwambie kitu. Nataka nikwambie kitu cha msingi sana uweze kunielewa. Wakati tunajenga jengo hili, huko chini huko kwenye kona tunatumia nondo. Unatia nondo mpaka unasikia maumivu. Kwa sababu kule chini unaenda kwenye nguzo, huko kwenye nguzo kote lazima utengeneze nondo ambazo zimekwenda ile zimekwenda hivi kama 8 zimezunguka ili ile nguzo iwe na nguvu. Alafu unakuja tena kila kona unatengeneza nguzo. Ndio maana kama unajua jengo hili tofali zetu tumesimamisha kwa sababu ina nguzo za kutosha. Ingekuwa nguzo ziko chache, ina maana tofali zote tungezilaza ili nguzo ziweze kusupport na tofali. Sasa tulipokuwa tumefika hatua ambayo tumemaliza msingi, ndipo tukagundua yule fundi alituingiza mkenge. Kwa akawa amekosea namna ambapo ameachia nguzo zinazotoka chini ya udongo. Wale ambao walikuwa wananielewa. Na yalikuwa maamuzi mawili. Aidha tubomoe tuanze upya na wakati ule hamna, au tutafute namna nyingine. Kabidi tutafute injinia mmoja ambaye ana akili kidogo nyingi aje anishauri natokaje pale. Vinginevyo tulikuwa tunaenda kukosea msingi. Wakati tumetumia gharama kubwa, msingi ukikosewa mpendo katika Bwana imekula kwako. Msingi ukikosewa imekula kwako. Somo la leo ninaita nguvu ya ukombozi wa msingi. Nguvu ya ukombozi wa msingi. Kuna watu katika kanisa hata waombeaji haiwezekani wakawa matajiri, kwa sababu misingi ya nyumbani kwao imekosewa. Misingi ni tabia, ni vitu ambavyo vimetoka kwenye familia yako. Toka unakuwa mdogo umekuwa mkubwa mpaka ulipo leo uliiona. Kwa namna ya kuibadilisha haiwezekani. Kuna mtu ambaye hata ukimpa kazi gani duniani lazima ataharibu, kwa sababu nyumbani kwao msingi wa baba yake ni mzee hivyo, mama yake ni mtu ovyo hivyo. Yaani ni watu ambao hawajielewi. Kwa ule msingi ambao leo sasa Bwana Yesu amemkomboa mtu, unaobomoaje ili aweze kuwa mtu wa maana? Unakuta familia nzima ni huko. Na wewe umezaliwa kwenye familia, unajaribu kuwa mlokole, lakini hata unakuja kuwa mchungaji, ukihubiri lazima ongee uongo. Shuhuda unazosema lazima upige fix. Kwa sababu ni kwamba msingi wa nyumbani kwako umekosewa. Kwa hiyo na wewe hamna mtu anachagua baba. Hakuna mtu anachagua mama. Unashangaa tu umezaliwa kwenye ile familia. Sasa kitu kikubwa baada ya kuwa umezaliwa na leo umekuja katika kanisa, ni lazima ujue ili kuna misingi gani katika nyumba baba yangu ambayo natakiwa niibomoe. Ndio maana haijalishi ukoje, kama ulizaliwa kuna ni mafupi, utakuwa mfupi. Kama kuna ni warefu, utakuwa mrefu. Sio kwa sababu unafanya mazoezi, sio kwa sababu unajituma, sio kwa sababu unaomba sana. No, ndivyo ulivyozaliwa.
inaitwa misingi. Kwa misingi ni kitu ambacho huwezi kukitoa, lakini kinaweza kuwa na athari kubwa katika maisha ya kiroho. Ndio maana ukichukua tunachokifanya sasa hivi hapa, tuko kanisani kila siku, tunatengeneza msingi. Kwanza kuja saa 12 asubuhi, umekuwa na msingi wa mwaka mzima wa kukwambia mwili, mimi naenda kanisani. Huo msingi unaotengeneza utaenda kwa kizazi chako. Chote kitakuwa kinajua kabla ibada haijaanza, kabla saa 12 lazima niwe kanisani na lazima niwahi, kwa sababu unajenga msingi. Lakini kuna mwingine ukisema amepiga siku ya kwanza, amepiga siku ya pili, lakini kwa sababu msingi haujakaa sawa, siku ya tatu anakoa. Mtu mwingine anaanza kuomba siku ya kwanza saa 4 usiku, siku ya pili, siku ya tatu, kwa sababu msingi haujakaa sawa, anaacha. Unashangaa anarudi kule kule. Kwa kila mara anaenda mbele, anarudi nyuma, kwa sababu msingi umeharibika. Kujenga msingi sio kazi nyepesi. Ili jengo kama kuna gharama kubwa ilitumika, tukatumia na mawe chini kwa sababu ya kujenga msingi. Tukiwa na msingi imara, tunaweza kujenga kitu imara juu. Nilikuwa nataka kuweka floor pale juu kwa ajili ya kuweza kusaidia tuongeze ukubwa wa nafasi, ili watu wengine wakae kwa juu, wakaenda kwa msingi uliopo uweze kwenda mbali. Kwa ukikosea msingi huwezi kujenga kitu kingine juu. Na ndio maana wewe leo unapokaa hapa, tambua sio habari za kwako wewe. Unapokuja kanisani sio habari za wewe. Ni watoto wako. Msingi ambao unaojenga leo utakuwa kwa ajili ya watoto wako huko mbele. Ukikosea msingi wa watoto wako utauharibu. Utakuwa na watu ambao watakuwa wajinga kama wewe au kama wazazi wako. Watakuwa ni watu ambao hawajui wanatakiwa kufanya nini. Kuna mambo ambayo yatawashinda kwenye maisha yao. Ndio maana kuna wachungaji ambao kwa bahati mbaya misingi ya nyumba za baba zao ilikuwa mibovu. Mpaka leo wameokoka, wanasalisha makanisa, wanakunywa pombe. Kuna wachungaji mpaka leo au watu ambao wameokoka walikuwa misingi vibaya, mpaka leo wanavuta sigara, kwa sababu toka anazaliwa alimuona baba yake anavuta sigara. Na amefika hatua mpaka anakuja madhabahu anasema kana kuvuta sigara ni dhambi, kwani kunywa pombe ni dhambi, kwa sababu msingi alikuwa umejenga ulikuwa mbovu. Ukiujenga msingi mbaya, lazima kuna madhara mengi. Sasa swali, mchungaji, ndio mimi najua na msingi mbaya. Msingi wa nyumba baba yangu uko mzuri. Ndio maana kuna mtu ambaye toka anazaliwa anakwenda mbele, anaweza kuwa hata mtumishi mkubwa wa Mungu, lakini mzinzi. Juzi wamemkamata mmoja kule Ulaya. Ni mchungaji wa miaka 98. Ameenda kufungwa miaka 38. Sio atafia jela. Ni kwamba alipokuwa anakuwa akiwa miaka 80 alikuwa mchungaji mkubwa, na hata sasa alikuwa na kanisa la watu zaidi ya milioni 1. Lakini kumbe alikuwa anashika watoto wao wakiwa mdogo. Kwenye nyumba ambayo alikuwa anakaa, mahali alipokuwa anaishi, alikuwa anafanya mambo ya aibu. Na akawa anapiga na picha mpaka za ngono. Alafu kile kitu kilikaa kimya, lakini baada ya miaka yote ya 98 watu wameibuka. Msingi ulikosea. Ukishakosea msingi, imekula roho. Lakini leo nina habari njema kwa ajili yako. Ngoja nikwambie kitu cha mwisho. Wakati tunakuwa, baba yangu mimi binafsi ameanza kuja kujenga nyumba akiwa na miaka 50. Lakini amekaa mikoa mingi katika Tanzania. Kwa tulipokuwa tunakaa, tumeanza maisha Dar es Salaam, hatuna nyumba za kwenda kukaa. Lakini alikuwa na uwezo wa kuwa na nyumba Dar es Salaam kama angeamua. Kwa tukakosea kwenye msingi. Kwa tukasema na mke wangu kwamba tuweke msingi mwema. Kwa katika kitu ambacho tulianza mapema kabisa katika kuanza maisha yetu, tunasema lazima tuna nyumba. Sio moja, sio mbili. Tuna nyumba za kutosha. Kwa nini? Tunaweka msingi. Kwa watoto wetu Mungu akiwapa neema, wakianza kuwa wakubwa, watakuta kuna msingi. Watakuwa na sehemu ambayo inakwenda kuanzia kwenda mbele. Hii inaongea kwa namna ya kidunia. Lakini katika maisha ya kiroho tukaweka msingi na kiwango saa 12, whether tuko safari, whether tuko Dar es Salaam, whether tuko Dodoma, tuko mahali popote, lazima tuingie kwenye ibada. Tunaweka msingi. Huu msingi unajenga maisha yetu yote. Lazima kwa siku tusome angalau Biblia mistari ambayo tupi sura moja ya Biblia. Lazima ingie ndani. Lazima. Na tumeweka msingi. Kwa tumeweka msingi ambao huwezi kutikisika. Kwa sababu tumeweka msingi, tunaweza kujenga kitu chochote cha maana. Kwa nataka ujue maana ya msingi. Sasa tusome kitabu cha Zaburi sura ya 11 mstari wa 3. Anasemaje? Anasema
sura ya 11, Zaburi 11 mstari wa 3. Sikiza kwa makini. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Rabo Sakoria Darabashi. Nyumbani kwenu unajua baba yako na mitano. Utafanya nini sasa ili upone? Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Unajua kuna tabia ya uvivu katika familia yenu. Unajua siri nyingi zimejificha, unajua vitarudia katika maisha yako. Mara nyingi tukanikata na tabia za watu. Unajua baba yako ni mganga wa kienyeji au mama yako au shamba mtu karibu na wewe. Unajua tena misingi ya mganga wa kienyeji lazima itakuathiri na wewe. Utafanyeje? Na ule ni msingi na wewe umeshazaliwa katika msingi huo. Sasa jibu lipo pale mstari wa 4 mpaka wa 7. Sikiliza kwa makini. Anasema Bwana yu katika hekalu lake takatifu. Bwana ndiye kiti chake kiko mbinguni. Macho yake yanaangalia, kope zake zinawajaribu wanadamu. Bwana umjaribu mwenye haki, bali nafsi yake umchukia si haki, na mwenye kupenda udhalimu. Awanyeshee wasio haki mitego, moto wa kiberiti na upepo wa hali, na viwe vifungu vya kikombe chao. Kwa kuwa Bwana ndiye mwenye haki, apenda matendo yake, wanyofu wa moyo watauona uso wake. Amua kubadilika. Amua kuwa na moyo ulionyoka. Misingi yote itanyoka. Lakini ukiendelea kwenda kwenye uovu, tutakushangaa siku moja unafanya mambo ambayo hata shetani anafanya duniani. Kwa ni muhimu sana kuweza kujua kwamba unapoamua kutembea na Mungu ambaye anaangalia unyofu wa moyo, Mungu anaweza kurekebisha misingi, akaibadilisha kabisa, na ukawa mtu mwingine ambaye sio ulikuwa mwanzo, na ukapokea baraka za Bwana na kuwa na maisha ambayo yatakuwa na utukufu badala ya maisha ambayo yanalala. Leo asubuhi kuna watu wana misingi mibovu. Ukiwa na misingi mibovu, haiwezekani ukafanya chochote cha maana huko juu. Huwezi kujenga nyumba juu ya msingi mbovu. Kama kuna tabia za dhambi ambazo zinatoka kwenye nyumba baba yako na mama yako, naomba nikwambie, hazitakuchelewesha, ni muda tu. Kwa jenga msingi mkubwa. Msingi wako unajengaje? Kwa kuamua kutenda haki na kuishi maisha ambayo ni ya maombi na kumtafuta Mungu. Vinginevyo utapata shida. Maombi ya leo asubuhi tunaenda kubomoa misingi mibovu na kunyosha njia ili Bwana mwenyewe akapate kutawala maisha yetu. Tunaenda kubomoa misingi ambayo ni adui ili Mungu mwenyewe akaweze kusimama katika zamu yake kwa ajili ya maisha yako. Vinginevyo hakuna kitakachoendelea. Unaweza kumwona mtu, unamwona kabisa ni mwimbaji mzuri, lakini kuna kitu kinakosekana. Bali aende kule juu na kutakiwa. Yaani kabisa kwa jamaa nikiangalia mashine ni mpira mzuri, lakini mbona haendi kokote? Kuna utukufu na ukosa, kuna utukufu simuoni. Unajua msingi kuna tatizo. Huyu kwa jinsi ninapomwona angekuwa kule, lakini mbona anabaki hapa? Mbona anazunguka round about miaka nenda miaka rudi? Anamuone advancement. Ana mambo makubwa ndani yake, lakini hatuoni matokeo. Misingi ikikosewa, mwenye haki afanyaje? Ni majira ya kubomoa matatizo mbalimbali ya kwenye msingi. Na ukishabomoa umemaliza. Kuna wakati fulani Waisraeli walikuwa wanasafiri, kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 19. Wakakuta mji mmoja ambao ulikuwa mzuri sana, lakini na mji ulikuwa umestawi, lakini maji ya mji ule yalikuwa machungu. Msingi ulikuwa na matatizo. Ikabidi wamuombe mtumishi wa Mungu Elia aende akachukue chumvi, akatia kwenye yale maji yakapona, nchi ikapona yote. Leo chumvi yako ni maombi. Leo chumvi yako ya kuweza kubadilisha maji machungu ya maisha yako ni maombi tutakayofanya siku ya leo. Tusimame. Sema: Baba, kwa jina la Yesu, ninakushukuru asubuhi ya leo kwa sababu wewe ni mwema. Baba, katika jina la Yesu, ninakuja mbele zako, ninahitaji msaada. Nikiangalia maisha yangu, ninaona kuna vitu vingi sijafika pale ambapo natamani nifike, na nimejitahidi lakini narudi pale pale. Leo kwa jina la Yesu, chunguza nafsi yangu, chunguza moyo wangu, chunguza roho yangu. Bwana, kama kuna mahali
kwenye msingi wa maisha yangu hapajaweza kuwa pamenyoka, leo naomba katika jina la Yesu pakapate kunyoshwa kwa moto, kwa moto, kwa moto katika jina la Yesu. Baba, sitaki kubaki hapa nilipo, ninahitaji kuinuka kwenda kwenye viwango vingine katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba yangu, Mungu wa Israeli, ninaomba asubuhi ya leo Baba ukanikumbuke pale ambapo maadui wamepanda mbegu mbovu katika msingi wa maisha yangu. Bwana, kwa damu ya Yesu, msingi, pokea utakaso, pokea uzima katika jina la Yesu. Vile vipawa vyangu ambavyo adui ameiba, ameviharibu, amevikandamiza ili nisiende mbele, leo kwa jina la Yesu, ewe vipawa vyangu, rejea kwenye maisha yangu katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba, katika jina la Yesu naitia damu ya Yesu. Ninaomba Bwana, damu ya Yesu ikafute kila mahali ambapo shetani amechukua nafasi kisheria. Ninatamka Yesu Kristo, kwa kupigwa kwake msalabani mimi nimepona. Kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13 unasema Bwana, na ndivyo ulivyosema kwamba Baba, Yesu Kristo alichukua laana kwa ajili yangu. Hivyo laana yoyote ambayo inafanya kazi ndani yangu siku ya leo kutokana na dhambi kwenye misingi ya maisha yangu, ninabomoa laana, ninafuta laana, ninabomoa laana, ninafuta laana kwa damu ya Yesu wa Nazareti, 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 kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Ninafuta misingi mibovu kwa damu ya Yesu, 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 katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, milango yoyote ya uovu ambayo adui ameifungua na inaniletea misingi mibovu katika maisha yangu, leo kwa jina la Yesu ninafunga milango ya uovu kwa damu ya Yesu. Tabia yoyote ambayo sio ya kimungu na inafanya kazi katika eneo lolote la maisha yangu, leo kwa jina la Yesu ninaifuta tabia mbaya, nafuta tabia ya kisabisabina, nafuta tabia maneno ya uongo, nafuta tabia ya usinifu, nafuta tabia ya uongo, nafuta tabia ya uzembe, nafuta tabia ya uvivu katika jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba, kwa jina la Yesu, aina yoyote ya kizuizi ambacho kimekamata maisha yangu, amejenga adui katika msingi wa maisha yangu, leo kwa jina la Yesu, kizuizi bomoka, efata katika jina la Yesu. Baba, ninatembea kwa ujasiri kuanzia leo, ninajenga msingi wa haki, nami na kuahidi nitakuwa ibadani, nitasoma neno, nitaomba. Ninaomba Bwana, napoishi maisha hayo yabariki maisha yangu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, aina yoyote ya msingi ambao adui ameujenga katika maisha yangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaubomoa msingi huo na kusambaratisha kabisa katika jina la Yesu. Ninajenga msingi imara kwenye nguzo ya Bwana Yesu Kristo, jiwe kuu la pembeni walilolikataa waashi, ambao leo linanifanya mimi kuwa mkuu. Ninapokea ukuu wa kiungu kuanzia leo. Mimi sirudi nyuma tena, ninajenga msingi mpya, msingi wa baraka, msingi wa amani, msingi wa tabia ya Kikristo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Inua sauti yako, nenda mbele za Bwana, ongea naye. Wewe unajua misingi gani ambayo ni mibovu, wewe unajua misingi gani mibaya. Yawezekana kufa mapema, yawezekana uzinifu, yawezekana uongo, yawezekana kutofanikiwa, yawezekana kukimbia mbio ambazo zinaishia sakafuni. Inua sauti yako, ongea na Mungu wako. Ribasi korianda rabashi remazio robosha korianda raba rekabaka ni remazio robosha rakabaka ni ramasi koria rekebaka ni roboshe koria se rakobaka ni remazio robosa rekobaka ni raboshe koria
maisha yangu. Ninaomba Mungu wangu ukatembelee msingi wa maisha yangu. Ninaomba Mungu wangu ukatembelee msingi wa maisha yangu katika jina la Yesu. Kwa utumishi ambao umenitia Baba, ukatembelee msingi. Ninaomba kwa ajili ya washirika, tembelea misingi ya maisha yao Bwana. Ninaomba ukainyoshe, ninaomba ukaisimamishe kwa neema yako Bwana, ukaipe kibali tena ile misingi ambayo iliharibika, misingi ambayo ilipotea, leo ikapokea nuru mpya, ikapokea neema mpya katika jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba, naitia neema, ukainyoshe misingi ya adui, ukainue misingi ya kimungu katika jina la Yesu. Rigabakandere mose koriandaraba, regoba kariandorobo shakoriandereba, kariandorobo sakoria, katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru maana kuanzia leo mimi sio mtu wa kawaida tena, mimi ni mtu mpya, na neema ya Yesu Kristo iko pamoja nami daima katika jina la Yesu. Amen. 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 Ombea kwa ajili ya taifa, ombea kwa ajili ya washirika. Mungu akajenge misingi imara kwa washirika. Mungu akawalete watu kwa ajili ya ibada kesho. Mungu akutane na watu katika shida zao. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kwa ajili ya maisha yao. Riga baka sende robosha, reke baka liende rabosa kuriende raba. Baba, kwa jina la Yesu Kristo la tunaomba neema Bwana kwa ajili ya mahali hapa. Utukufu wako Baba ukapate kuonekana kwa damu na jina la Yesu Kristo la Baba, katika jina la Yesu Kristo la tunaombea taifa la Tanzania, ile misingi ya amani ambapo Bwana iliwekwa. Tunaomba adui kwa namna yoyote asipate nafasi ya kuharibu misingi katika jina la Yesu. Tunaomba adui asipate sehemu ya kuharibu misingi katika jina la Yesu. Baba, tunaomba neema kwa sababu ya taifa la Tanzania, ile misingi ambayo ni amani ikazidi kutukuka. Roho yoyote ya kumwaga damu tunaifuta, tunaikemea, tunaisitisha katika jina la Yesu. Bali tunaomba Bwana usingi wa amani ukasimame, neema yako katusaidie tuvuke hata katika haya magumu katika jina la Yesu. Wape viongozi wetu hekima, wape viongozi wetu busara katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu tunaiombea utumaini. Tunaomba kwa ajili ya washirika wote ambao wanakuwa mahali hapa Jumapili. Baba, kokote waliko, damu ya Yesu ikawaguse, nguvu zako zikawaguse, ukapate kujenga misingi imara ya maisha yao kwa ajili ya kukucha na kukuabudu wewe, kwa ajili ya kukusifu na kutukuza wewe. Baba, wakaweze kurudi tena, wakasimame katika zamu zao, wakapate kusimama wakitenda mambo makubwa. Tunaomba neema kwa ajili Baba ya washirika. Bwana, watembelee washirika wa mahali hapa, wape kibali mbele zako, wape neema mbele zako, wawezeshe Bwana kuweza kusimama, wape kibali kwa ajili ya ibada ya kesho. Kila mmoja kwa namna yake Bwana ukamguse kule ulipo, akaweze kuja kwa ajili ya ibada mahali hapa katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru, hakuna Mungu kama wewe. Asante kwa siku ya leo, asante kwa ibada hii katika jina la Yesu. Amen. Tuinue sauti kwa ajili ya sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu ya kila siku, utusamehe makosa yetu kama na sisi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, bali utuepushe na ule mwovu, kwani wako ni ufalme, nguvu, utukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe nasi sote sasa na hata milele. Amen. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki. Enendeni kwa amani ya Bwana, na uso wa Bwana utangulie maisha yenu katika jina la Yesu. Amen.